وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mara nyingi tunakosea tunapopima vita baina ya pande mbili kwa kuzingatia nguvu za kijeshi. Uislamu unatufundisha kwamba kuna nguvu zaidi ya nguvu za kijeshi, na pindi watu wanapoitwa kuwa ni super power, tunachokilenga zaidi ni kutizama uwezo wa jeshi lao, lakini vile vile nguvu za kiuchumi. Tumeona hivi karibuni kwamba super power sasa anaomba msaada kwa majirani zake. Amemnunia Spain kwa sababu amekataa kusaidia, na amemwekea vikwazo, na wengine ambao wamesema kwa dhahir kwamba hatutosaidia, lakini chini ya carpet wanasaidia. Na wale wanaopigwa vile vile katika nchi zao wametangaza kwamba hawajashiriki, lakini wanashiriki. Wamekubali kushiriki, lakini kwa namna ambayo si ya wazi. Swali ni kwamba ikiwa wewe ni super power, kwa nini uombe msaada kwa wengine? Na ikiwa uliingia peke yako, kwa nini sasa hivi unaalika wengine? Kwa hiyo katika Uislamu kuna nguvu zaidi ya nguvu za kijeshi, kuna nguvu zaidi ya nguvu za kiuchumi, kuna nguvu za imani, nguvu za kiideolojia, nguvu za kiitikadi. Ideolojia ikiwa madhubuti huwa inatengeneza askari madhubuti, shujaa. Nguvu za kijeshi hazimtengenezi mwanajeshi, na mwanajeshi ndio anayezitumia. Unaweza ukawa na silaha na mwizi akaingia bila silaha ukashindwa kutumia, kwa sababu inategemea tabia zako zikoje, una ushujaa kiasi gani. Kwa hivyo utaona katika makosa ya nchi za kimagharibi na hasa Marekani walipokuwa wakipigana na Al-Qaeda, waliamini kwamba nguvu za kijeshi zinaweza kupiga nguvu za kiideolojia. Taban haikuwa ideolojia sahihi wakati mwingine, lakini ideology ina nguvu sana katika kuleta msukumo wa mapambano. Kama unaamini watu fulani ni magaidi kwa itikadi yako, basi fahamu kwamba huwezi kuondosha ugaidi kwa silaha. Ideolojia hazipigwi kwa silaha, ideolojia zinapigwa kwa ideolojia nyingine. Ndio maana Qur'ani imejenga misingi ya hoja, qul hatu burhanakum, kwa sababu kama watu wa Maka wana ideolojia na sisi tumeleta ya kwetu, ni kupambanisha zile ideolojia, lakini si kutumia mabavu. Mabavu hayawezi kutengeneza. Tumewahi wakati fulani kuwapeni mfano wa watu wa Mongolia. Hawakusukumwa na ideolojia, walikuwa wakisukumwa na mabavu. Wakatoka kwao wakachukua China yote mpaka wakaingia Mashariki ya Kati, wakaingia Baghdadi, wakaangusha dola ya Kiislamu, wakaua Waislamu, alafu wakashindwa na ideolojia. Yani wale wavamizi walovamia nchi ya Kiislamu wakasilimishwa. Unaweza ukaelewa hilo? Maana hawakuwa na ideolojia yenye nguvu ikawashinda. Sisi tulipovamiwa na wakoloni wametushinda kijeshi na kiideolojia pia. Hatuzalishi fikra, consumption yetu, matumizi yetu, tunatumia bidhaa zao na tunatumia fikra zao. Hatuna mashine za kuzalishia fikra. Tumekuwa kama umma tasa, hauzai watu wenye fikra tena. Kwa hivyo mujtamai kama wa Iran,
nchi za kimagharibi zikitaka kupigana ni lazima zisome. Katika moja ya mambo ambayo yamethibitika ni kuwa nchi za kibabe uelewa wake kwa hizi nchi nyonge ni mdogo sana, na mara nyingi nchi kubwa babe huwa haijishughulishi kusoma jiografia ya watu, utamaduni wa watu, desturi zao, kwa sababu ya kibri cha ule ukubwa. Sasa ukitaka kupigana na mtu kama Muirani kwa mfano, ni lazima umjue Imam Hussein ni nani, lazima umjue Al-Abbas ni nani, sio? Lazima umfahamu Bibi Zainab kabla hujapigana nao, sio? Habibi ibn Madahir umjue nani. Ukitaka kupigana na mujtama wa sampuli ile, lazima wafahamu vijana wa Karbala, kwa sababu thaqafa ya Irani na thaura yenyewe ni sani'atu Karbala. Mapambano ya Irani na nguvu zake haziko katika silaha tu, ziko katika ideolojia iliyojenga taifa lile, iliyoleta mapinduzi. Yale machozi ya mimbar ndio yalowatengeneza wale waumini wanaopambana. Kwa hivyo kama mnataka kujua nguvu zao ziko wapi, nguvu zao ziko katika machozi ya mimbar ya Imam Hussein. Yapo katika slogan za Karbala, zile shiarat, kauli mbiu zile. Sasa kama hamwajui, wasomeni kwanza, alafu muingie nao katika mapambano, kwa sababu hiyo nguvu ya ndani ndio msukumo mkubwa. Lakini katika mambo ambayo nahitimisha muhimu tufahamu ni kwamba kipindi hiki ambacho tunazungumza kuhusu umoja wa kibinadamu, lakini tunazungumza kuhusu umoja wa Waislamu vile vile, kwa sababu jambo la kibinadamu na jambo la kibinadamu ni jambo la Kiislamu. Bado kuna mashabiki wengi katika mitandao dhidi ya ubinadamu, ukisema hao Wafurusi, hao Mashia, hao Waislamu, bado wako wengi. Muislamu anayeamini kwamba anapigania sunna ya Mtume, unamuona kasimama anasherehekea kifo cha Khamenei, anasherehekea kupigwa kwa Irani, na anamsingizia Mungu kwamba Mungu anawalipizia sasa Mashia kiasi hiki. Sasa nukta muhimu tufahamu, si kila anayepigania umoja anaohitajia sana ana shida nao. Lazima waelewe hili. Mashia wanaweza kukaa kama walivyokuwa na wakazaana wakaendelea. Watu wa tasawuf na tariqa wanaweza kuendelea kama walivyokuwa. Ahlus sunnah wal jamaa kwa ujumla wanaweza kubaki wao wenyewe tu. Wewe usijidai kwamba ule umoja ni wewe ndio umeushikilia, unaombwa, unaringa kama mwali, unaona kwamba usiutoe unawanyima watu kitu kikubwa sana. Hapana. Watu wanapigania umoja kwa sababu ni amri ya Mungu, si kwa sababu wana shida na wewe. Ndio maana wameingia katika mapambano, wala hawajaalika mwingine, sio? Kwa hivyo hili lazima lieleweke kwamba haya ndio matakwa ya dini yetu, kwamba watu wawe wamoja, washirikiane. Na umoja unapopatikana si nguvu ya mtu mmoja, huongeza nguvu ya wote. Yani kupitia umoja mimi nitapata nguvu na wewe pia utapata nguvu. Umoja haumtengenezei nguvu mtu mmoja tu. Kwa hivyo risala muhimu ni hiyo. Na risala ya kwanza ni ile ya kwamba tunapowatizama watu wale, tuwatizame kwa macho hayo, kwa sababu ni watu ambao hawajaogopa kifo kamwe. Wamekhiari kufa, kina Hurr ibn Yazid ar-Riyahi. Na Qur'ani inatufunza kwamba hawa Mayahudi wala tajidannahum ahrasa an-nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wama huwa bimuzahzihi min al'adhabi an yu'ammar. Ni watu wenye tamaa sana ya kuishi, wanapupa sana ya kulinda maisha, wanatamani sana kuishi umri mrefu. Hiyo ni ideolojia yao. Alafu upande wa pili watu wanasema an-nasru amishahada, imma kupata ushindi au kufa shahidi, na kufa shahidi nako ni ushindi. Hiyo ndio thakafa yao.
Walakini hawa wengine wameambiwa fatamannau mauta in kuntum, na Mungu akasema falan yatamannaunahu abadan bima qaddamat aydihim. Wanaogopa mauti, wanalia watu wazima katika vita, wakati hawa wengine wanapongezana kwa shahidi wao, wanagaiana pipi na halawiyati kwa shahidi. Hawa wanalia kutokana na kufiwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.